Habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuhabarishane yale ambayo yanajiri maeneo tofauti nchini Tanzania mchana wa leo. Ripoti za hivi punde ni kwamba maandamano mengine madogo yameshuhudiwa nchini Tanzania maeneo ya Mbeya. Maelfu ya vijana wenye hasira wameonekana katika picha na video wakibeba mabango kwa vikundi wakati wa mazishi ya mmoja wao. Hii imesababishwa na hasira za vijana hao wakati wa mazishi ya mmoja wao aliyeuawa kwa risasi wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi Oktoba tarehe 29, ambapo mazishi hayo sasa yamegeuka na kuwa maandamano madogo. Mengi zaidi yaliweza kushuhudiwa na mashuhuda waliorekodi video hizo za maandamano hayo madogo wakati wa mazishi, ambapo vijana walishuhudiwa kubeba mabango na kuimba nyimbo. Mtazamaji, kabla nikuelezea yote haya, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Mazishi ya kijana aliyeuawa kwa kupigwa risasi jijini Mbeya yamebadilika na kuwa tukio la nguvu kitaifa na kuwavuta mamia ya wakazi na vijana na kutoa ujumbe mbali zaidi ya huzuni ya kufiwa na mpendwa wao. Mielekeo ya hisia kwenye nyuso za waombolezaji, vilio vizito vya huzuni na umati mkubwa wa watu uliokusanyika, vyote vilitoa taswira ya mvutano unaoendelea kati ya wananchi na jeshi la polisi siku chache tu baada ya maandamano. Tukio hilo haliakisi huzuni pekee, bali pia wasiwasi ulioongezeka kuhusu jinsi utekelezaji wa sheria unavyotekeleza majukumu yake kote nchini. Mashuhuda walioshuhudia mazishi hayo walielezea kuwa hali ya hewa ni ya wasiwasi lakini yenye umoja, huku wananchi hasa vijana wakiwa bega kwa bega na kuonyesha hasira na kuchanganyikiwa kwa kile walichokiona kuwa ni matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa baadhi ya askari wa polisi. Uwepo wao uligeuza mazishi kuwa wakati wa ishara unaowakilisha uchovu wa umma juu ya kesi ambazo hazijatatuliwa za vurugu. Kwa wengi hii ilikuwa zaidi ya kuaga, ilikuwa sauti ya pamoja inayodai uwajibikaji. Idadi kubwa ya vijana waliojitokeza kuweza kumzika mwenzao imekuwa mada ya mazungumzo ya nchi nzima, huku mitandao ya kijamii pia ikivuma hadithi hiyo kwa saa nyingi, huku picha na video zikienea sana leo. Wachambuzi walibaini kuwa umati wa watu wa Mbeya, Tanzania haukuendeshwa na siasa bali na hisia safi za kibinadamu, mkusanyiko ambao uliashiria uchovu wa wananchi kwa kupigwa risasi zisizoeleweka kwa mwenzao. Kiwango hiki cha uhamasishaji ambacho wengi sasa wanakiita maandamano ya mazishi ya Mbeya, ambapo nyimbo ziliimbwa na mabango kupeperushwa, kilikuwa kielelezo kikubwa cha hisia za umma. Licha maandamano hayo yalibaki kuwa ya amani katika mazishi hayo na hakuna machafuko yoyote yaliyoshuhudiwa. Wanaharakati wa haki za binadamu na viongozi wa eneo hilo walisema mazishi hayo yamebadilika na kuwa maandamano madogo ya moja kwa moja yenye nyimbo, mabango na matukio ya ukimya ya ishara na kukamata hali ya kufadhaika nchini. Walidai kuwa maandamano hayo ya mazishi ya Mbeya yalikuwa onyo kwamba wananchi wako tayari kukaa kimya wakati wanaamini kuwa haki zao zinakiukwa. Wengi walilinganisha wakati huu na mvutano wa awali kufuatia matukio ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na fujo na machafuko ya uchaguzi wa Oktoba na kukamatwa kwa vijana mbalimbali awali. Wachambuzi wa masuala ya usalama walisema maandamano ya mazishi hayo ya Mbeya yanadhihirisha kupungua kwa imani ya wananchi kwa polisi, hali ambayo imekuwa ikienea taratibu lakini kwa kasi katika mikoa kadhaa. Walionya kuwa kupuuza ishara kama hizo kunaweza kusababisha mgawanyiko mkubwa wa kijamii. Chanzo cha habari hiyo ilikuwa ni mtandao wa kijamii wa habari wa Wananchi Forum ambao unasimamiwa naye Mange Kimambi, ambao ulipakia picha na video hizo ikiandika hivi: hamasa hii ya wananchi katika mazishi ya aliyeuawa kwa kupigwa risasi inatengeneza picha gani kwa polisi? Hilo ni swali ambapo kituo ama chanzo hicho cha ripoti hizo kiliweza kuuliza. Wadadisi kadhaa pia walibaini kuwa tukio hili linaweza kuibua mijadala nje ya Mbeya, hasa katika mikoa ambayo awali imekuwa na sintofahamu kubwa kati ya wakazi na polisi. Walizungumzia matukio ya awali ya Kisarawe, Arusha na sehemu za Dar es Salaam, ambapo vijana walipambana na maofisa wakati wa operesheni za kawaida ambazo ziliongezeka bila sababu. Kwa mujibu wao, kesi hii ya Mbeya imefufua mazungumzo haya ya kitaifa ambayo hayajatatuliwa. Wataalamu wa masuala ya utawala walipendekeza kuwa badala ya kughairi tukio hilo kama mlipuko wa kihisia, mamlaka inapaswa kulichukulia kama fursa ya kutafakari na kuwajibika.
Kwa kuchunguza tukio hilo kwa uwazi na kushirikisha jamii, walisema polisi wanaweza kuanza kujenga imani upya wakati huu ambapo Watanzania wengi wanahisi kutosikilizwa. Hatua za uwazi, walisema, zitakuwa na jukumu muhimu katika kuhakikisha utulivu wa muda mrefu. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa walionya kuwa ukimya wa muda mrefu au ucheleweshaji wa kushughulikia ufyatulianaji huo unaweza kuongeza pengo kati ya umma na taasisi za serikali. Hali ya kitaifa waliona imekuwa tete hasa tangu mvutano wa kisiasa wa Oktoba, ambapo maandamano, habari potofu na shutuma za utovu wa nidhamu zilitengeneza mazingira magumu kwa vikosi vya usalama. Katika nyakati kama hizi, umma hautazami kwa karibu jinsi serikali inavyojibu misiba. Wakazi wa jiji la Mbeya walitoa hofu kuwa endapo ufyatuaji risasi huo wa Oktoba hautashughulikiwa na kesi hiyo kuweza kupatikana haki, matukio kama hayo yanaweza kutokea siku zijazo. Wazazi wengi na vijana kwenye mazishi hayo walisema wana wasiwasi kuhusu usalama wa watoto wao, haswa katika maeneo ya mijini ambapo ukosefu wa ajira na mafadhaiko kati ya vijana bado uko juu. Walitaka serikali kuzingatia wakati huu kwa umakini, wakielezea kama nafasi muhimu ya kurejesha matumaini miongoni mwa vijana wa Gen Z. Tukio hilo pia liliibua mijadala inayoendelea kuhusu kama Tanzania inahitaji vyombo huru vya uangalizi vilivyo na nguvu zaidi kufuatilia matukio yanayohusu utekelezaji wa sheria. Wataalamu wa sheria wamedai kuwa vyombo hivi vinaweza kuchukua jukumu muhimu katika kuhakikisha usawa, kuzuia unyanyasaji na kuimarisha imani ya umma. Baadhi walitaja modeli zinazotumika nchini Kenya, Afrika Kusini na Ghana, wakisema kuwa Tanzania inaweza kufaidika kwa kutumia mifumo kama hiyo. Wakati huo huo, makundi ya vijana kote nchini Tanzania yameonyesha kusikitishwa na majukwaa ya kijamii yakibainisha kuwa mkasa huu wa mazishi ya Mbeya leo ambao ulikusanya vijana wengi wakiimba nyimbo na kubeba mabango umewakumbusha matukio ya awali ambapo vijana waliweza kuandamana hivyo hivyo lakini waliishia kufariki wakiwa mikononi mwa polisi. Kesi hizi, ingawa zimetawanyika katika maeneo mbalimbali, zinashiriki mada zinazofanana za maswali yaliyocheleweshwa, ripoti zisizo kamili na kufadhaika miongoni mwa familia zinazotaka kufungwa. Mtazamaji, haya yote ni kwa mujibu wa wadadisi wa kisiasa katika mitandao ya kijamii. Watazamaji wa kitaifa sasa wanasubiri kuona uongozi wa polisi na serikali utachukua hatua gani kwa uchunguzi huo unaoendelea wa vifo wakati wa maandamano. Wito wa uchunguzi wa uwazi, kusimamishwa kazi mara moja kwa maafisa wanaohusika na mawasiliano ya wazi na familia ya mwathirika imeongezeka, huku wenyeji wakitaka hatua hizo zichukuliwe. Wengi wanaamini kwamba jinsi kesi hii inavyoshughulikiwa itaunda maoni ya umma ya polisi kwa miaka mingi ijayo. Katika muktadha mpana zaidi, Watanzania wengi wanaona kuwa mwaka wa 2025 hasa Oktoba umekuwa mwaka wa mvutano, kuanzia mizozo ya kisiasa, kukamatwa kwa vijana wakati wa maandamano ya Oktoba hadi kuongezeka kwa wasiwasi wa matumizi ya nguvu. Kesi hii ya Mbeya leo sasa imeongeza safu nyingine kwenye mjadala wa kitaifa, hivyo kuifanya serikali kuzingatia mageuzi ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na maandamano haya madogo ya amani yaliyofanyika katika mazishi ya mmoja wa vijana waliouawa huko Mbeya. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.